ndoa kwenda vizuri au kutoenda vizuri haihusiani kabisa na Mungu kusema au kutosema na wewe. Hello, naitwa Wise Dickson na hii ni Wise Podcast and Confession. Tuko hapa na mgeni wetu Pastor Bedon Dickson. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Karibu sana kwenye podcast yetu na tunatarajia kujifunza mengi kutoka kwako. Nashukuru. Karibu, unaweza kujitambulisha kwa kirefu zaidi? Wow, mimi naitwa Bedon Dickson. Yeah. Kama ulivyosema, mimi ni mchungaji wa kanisa zuri sana mjini Morogoro. Naitwa Central Light Assembly ama CLA. Ni kanisa ambalo sehemu kubwa ni vijana na mimi hapa mjini nita mchungaji wa vijana kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuwahudumia vijana kwa urahisi zaidi. Mimi ni baba wa watoto watatu, Wise Ben, Warren na Willabel. Pia mimi ni mume wa mke mmoja, mwanamke. Yeah. Hii mwanamke unamaanisha nini? Sasa hivi bwana, dunia imebadilika sana. Unaweza kuwa na mke alafu asiwe mwanamke. Kwa ni nzuri kusema mke wako ni mwanamke, ni mwanamke au ni mwanaume. Yeah. Ni ngumu kiasi gani kuwahudumia vijana au ni rahisi kiasi gani kuwahudumia vijana? Yote ni sawa. Ni ngumu kwa sababu vijana wana mahitaji ambayo ni mtambuka. Yaani vijana ni watu ambao wana mahitaji tofauti sana ambayo yanatofautiana mno. Ni ngumu kwa sababu unajua unapohubiri hapa kanisani, mchungaji unaandaa ujumbe mmoja, lakini unaenda kwa watu ambao wana mapito na mitazamo na changamoto tofauti. Yes. Wakati wa jana watu wanajaribu kufanya vitu vingi sana na vile vitu vinawafanya wao aina ya watu ambao wanakuwa tofauti. Ni ngumu. Ni rahisi kwa sababu neema ya Mungu inatusaidia. Okay, tuzungumzie kwa uchache kuhusu Central Light Assembly. Shabaha yako ni nini hasa? Central Light Assembly, Mungu alisema na sisi kwamba tuweke kanisa katikati ya mji wa Morogoro. Na kutokea katikati ya mji wa Morogoro tuweze kuimpact ulimwengu wote. Ndio maana tunaitwa Central Light. Yaani nuru katikati ya mji wa Morogoro. Hivyo. Lakini sio limited Morogoro, inaenda zaidi ya hapo. Ni kanisa ambalo linachukua watu wa aina zote. Lakini kwa sababu ya nature ya sijui imetokea tu asilimia 98 ni vijana. Mfano hapa kanisani kwetu tuna watu wawili tu ambao wana miaka kuanzia 45 kwenda juu. Wawili tu. Wengi ni vijana. Kwa tunaweza kusema shabaha kubwa ni kuwahudumia vijana. Naona ndo Mungu ameweka ndo tawi linalozaa. Okay, na kabla ya kuitwa kwenye huduma uliwahi kufanya nini? Na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba uliweza kuwa kwenye industry ya muziki. Nimekuwa rapper, nimefanya muziki wa hip hop zamani sana kabla hata sijaokoka. Nimefanya vitu vingi. Nimekuwa MC, nimekuwa nafanya biashara printing, nimeuza matunda, nimeuza t-shirt hivyo. Kwa hiyo nifanya kazi nyingi, lakini kitu ambacho kwa mimi Mungu ameniita muda mrefu kidogo nikiwa nasoma kidato cha 3 2007. Lakini wakati naingia kwenye huduma, kitu ambacho nilikuwa nakifanya ni kwamba nilikuwa nafanya biashara. Nilikuwa na kampuni yangu ya uchapishaji, nafanya printing ya vitabu na mabango na vitu mbalimbali. Ndio hicho ambacho nakafanya wakati naingia kwenye kazi ya huduma. Okay, zamani hii inakusaidiaje? Yaani zamani yako inakusaidiaje kuweza kushughulika na vijana wa sasa? Kuna kitu chochote ambacho maisha ya nyuma kabla ya huduma kilikufundisha ambacho unaona kinakusaidia kwa ajili ya huduma ya sasa? Inanisaidia kwa sababu ni kama mapito ambayo vijana wanapita sasa, maisha ambayo wanaishi, mimi nishaishi tayari. So nawaelewa kwa urahisi. Nawaelewa kwa urahisi. Kama ungeniambia mambo nilioishi hapo nyuma yamenisaidiaje kumtumikia Mungu sasa hivi, kwa kifupi ni kwamba amenisaidia kuwaelewa vijana kwa urahisi. Ndio maana sio rahisi mimi na vijana tukashindwana. Haijawahi kutokea.
Unawaelewa vijana kabisa, yani sio neno zuri sana kutumia, lakini nawamudu. Sasa siku ya leo ningependa tujikite zaidi kwenye eneo la mahusiano ambalo kwa muda mrefu nimekufahamu ni eneo ambalo uko vizuri kwenye eneo hilo, na nafikiri maswali yetu, hoja zetu zitakuwa zikijikita zaidi katika eneo hilo la mahusiano. Sasa kama mchungaji wa vijana na mtaalamu wa masuala ya mahusiano, wewe unadhani kwamba ni kosa gani ambalo vijana wa Kikristo wanalifanya katika mahusiano yao? Makosa yako mengi sana, labda nitataja machache. Kosa kubwa sana ambalo mimi nimeliona kwa vijana ni kwamba wengi tunaingia kwenye mahusiano wakati hatuyajui mahusiano. Hatujui mapenzi ni nini, hatujui ndoa ni nini, hatujui jinsi ya kuintegrate mapenzi na ndoa. Hiyo ndo changamoto kubwa sana. Wengi hatujui mapenzi, hatujui ndoa. Tunaingia kwenye ndoa tukijua ni mapenzi, na tunaingia kwenye mapenzi tukijua ni ndoa. Na wakati fulani tunaishi kitu ambacho sio mapenzi wala sio ndoa, ni kitu fulani tu cha kusadikika. Kwa ndo changamoto kubwa. Changamoto ya pili ya vijana wengi ambao nimeiona ni kwamba wengi hawana kitu inaitwa clarity of purpose. Yani vijana wengi sana hawajui nini shabaha hasa ya maisha yao. Na kwa sababu mtu hajui shabaha ya maisha yake, ni kusudi la kuwepo kwake alijui, anatumika vibaya. Unajua chochote ambacho hujui kusudi la kuwepo kwake utakitumia vibaya tu. Nafikiri ndio hizo changamoto kubwa mbili. Changamoto ya tatu ni hela. Hela ukwela. Kukosa maokoto ni changamoto kubwa, kwa sababu kukosa maokoto kunafanya vijana wazuri wakose watu wazuri. Kwa sababu unajua fedha ni kama kipaza sauti. Pesa ni amplifier. Unaweza kuwa na tabia nzuri, haionekani kwa sababu una fedha. Unaweza kuwa na sura nzuri, haionekani kwa sababu una fedha. So watu na kujaji kwa usivyo, wakati ulivyo kabisa. Kama ungekuwa na fedha ungemanifest the true you. Mnielewa vizuri? Kuna watu ni wakarimu, hatujui kwa sababu wana cha kutoa. You can't give what you don't have. Na component muhimu sana ya mahusiano, mapenzi na ndoa ni kujali. Kujali ni kutoa muda, kutoa rasilimali pia. Sasa kwa sababu wengi wana changamoto ya fedha, wanajikuta kwamba hawana fedha na hawana muda. Kwa hiyo ana vyote. Si kama ndio hiyo wanaita hana mbele wala nyuma. Nafikiri mbele inaweza kuwa fedha, afu nyuma ni muda. Na wako busy na hawana kitu. Hawana kitu chochote. Hapa kanisani kwako umekuwa ukiwaruhusu vijana au washirika kuwa na mahusiano. Ndiyo kabisa. Ili hali katika makanisa mengine ni kitu ambacho kinapigwa marufuku. Shabaha yako ni nini hapo? Shabaha yangu, kwanza mimi ni moja kati ya watu ambao wanaamini katika ndoa. Mimi I believe in marriage. Na siamini tu katika ndoa, lakini naamini katika kuoa na kuolewa mapema. Mimi nimeoa nikiwa na miaka 28, lakini nimechelewa. Of course kuna makosa niliyafanya hapo nyuma, lakini nimechelewa. I wish ningeoa nikiwa na miaka michache zaidi, niwe na muda wa kutembea kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yangu kwa muda mrefu na kwa ufanisi. So mimi naamini katika ndoa, lakini naamini katika ndoa mapema. Sitaki watu wachelewe kuoa na kuolewa. Kwa hiyo nawatia moyo vijana wangu waingie kwenye mahusiano, waingie kwenye ndoa. Napenda sana vijana waoe na kuoana mapema katika utaratibu wa kimungu. So mimi naruhusu, kwa mfano mtu akishafika chuo mwaka wa kwanza, naanza kutrigger consciousness ya mahusiano, ili kwamba anapomaliza chuo, akipata kazi au akianzisha maisha yake, au atakiwa chuo, akipata mtu sahihi basi aolewe au aoe. Na mimi hapa kanisani natambua mahusiano. Yani mimi nitangaze kwamba mimi natangaza, ukiwa kwenye mahusiano natangaza huyu yuko kwenye mahusiano. Hata kama hujatoa mahari whatever. Sisemi tu kwamba yupo kwenye mahusiano na nani. Yeye anasema tu huyu kwenye mahusiano, ili kuatia moyo wengine pia waingie kwenye mahusiano. Inakupa changamoto kiasi gani? Kwa sababu kama vijana utawapa nafasi hiyo ya kusema wawe kwenye mahusiano hata kabla hawajatoa mahari wala nini.
inakupa changamoto gani, au kuna changamoto ambazo umewahi kukutana nazo? Changamoto zipo. Changamoto kubwa ni kama mbili. Changamoto ya kwanza ni kwamba binadamu yeyote tuna tabia ya kupitiliza, yani pendulum bob effect. Yani watu wanapomwambia waingie kwenye mahusiano, shabaha yao ni kwamba wajuane tu, wajue mahusiano, kila kitu ambacho wanakijenga baadaye waanze hatua za muhimu za kukitengeneza, ili wakiingia kwenye ndoa wasiwe na surprise nyingi. Lakini sasa unajua vijana mambo mengi, umeelewa, sometimes wengine anazidisha, washangaa watu wameanguka dhambini, japokuwa haijatokea sana hapa kanisani, imetokea kwa baadhi ya watu nje hapa kanisani. Lakini kingine ambacho nimekiona kama changamoto ni kwamba kama nilivyosema mwanzoni, watu hawajui how serious mahusiano is. Yani watu wanapoingia kwenye mahusiano wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya mahusiano, lakini sio kwa sababu ya ndoa. Yani wanaingia wakiwa wana picha kamili ya ndoa, wanaingia kama fashion. So hiyo ndio changamoto ambayo nimeiona. Kwa hiyo kuna mtu leo yuko na huyu, au sometimes mtu anaweza sichukue muda wa kutosha kujiuliza, kutafiti, akajikuta amemwambia mtu au amemkubalia mtu, baadaye inakuja kuleta shida. Lakini mpaka mimi nimetangaza kwamba huyu kwenye mahusiano, maana yake nimejiridhisha kwamba wamechukua hatua za kutosha za wao wenyewe kwanza kujuana na kujua shabaha ya mahusiano yao. Lakini changamoto kubwa ni kwamba watu sasa ukiwaambia watu wao kwenye mahusiano, mtu anaharakia kwenye mahusiano bila kujipanga, kujifundisha na kisha kama yuko tayari kuingia kwenye mahusiano yenyewe. Kwa sababu kuna utayari wa ndoa, kuna utayari wa mahusiano. Kila kitu kina gharama zake. Yeah. So kwenye makanisa mengine unakuta vijana wanaambiwa kama unataka kuongea na binti mfuate kwanza mchungaji, uzungumze naye, alafu yeye atachukua ile ripoti aipeleke kwa binti. Hii kwako imekaaje? Tunapotezeana muda mwanangu. Unajua Yesu anakaribia kuja. Unapotengeneza bureaucracy ndefu namna hiyo, ya nini? Kwa faida ya nani? Unaelewa? Tunapotezeana muda. Tukimpenda mtu ongea naye. Mkiamaliza ndo mje kwangu. Au ukija kwangu uje kwangu kuomba ushauri. Yeye ni kuguide kwenye baadhi ya mambo, ndipo kafanya maamuzi. Hakuna sheria yote ya lazima kwamba lazima uje kwangu nikuruhusu kuongea naye. Nitakuwa nakupotezea muda tu. Mambo ni mengi. Okay. Kimpenda mtu mfuate mwenyewe. Mfuate mwenyewe, mzungumze. Sasa na watu 500, kila mmoja akija nachosha. Okay, ni kusema kwamba katika eneo hili la kupata mwenzi, ni Mungu huwa anakuchagulia mwenzi au na wewe una nafasi ya kujichagulia? Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Lakini kabla tujakubaliana kwamba yote yanawezekana, lazima tukubaliane nini maana yake Mungu kumchagulia mwenzi. Unaelewa? Kimsingi kama Mungu ameshasema wewe binadamu, maana yake ameshakuchagulia, si ndio? Yani Mungu kukuchagulia maana yake ni kwa mfano. Ili kanisa umeliona na milango mitatu ya kutoka nje. Yes. Sawa. Nikifunga ule, alafu nikakwambia toka ndani uende nje, obviously nakwambia upite hapa. Sasa kwa Mungu amekuchagulia. Sasa maana yake ninakuwa nimekupa uhuru wa kutoka, lakini nimekuchagulia mlango hata kama siyasema. So ni vizuri watu waelewe Mungu kukuchagulia mke au mume ina maana gani. Kusema tu kwamba usifungiwe nira pamoja na wasioamini, tayari Mungu amekuchagulia kwamba maana yake uende kwa watu ambao wameamini. Sasa katika hizo kuna watu ambao specifically wanamsikia Mungu anasema nao kwamba nenda na mtu fulani, na wengine wao hisia zao zinawaongoza, lakini vyovyote vile ni Mungu anakuchagulia. Anakuchagulia. Yes, Mungu ndo anakuchagulia. Kwa sababu yani usimenielewa. Kwa mfano yani nataka unajua nasema hivi kwa sababu kuna watu wanapata shida sana hii Mungu kunichagulia. Wanafikiri lazima mtu wote ndoto asikie shedi mimi ni Bwana Mungu wako nasema kama wewe Sara. Yani Mungu kuchagulia maana yake Mungu ametengeneza principles ambazo zingine ameziweka kwenye maandiko, zingine ameziweka kwenye moyo wako. Sawa. Ambazo zinakuongoza wewe kuchagua aina ya mtu fulani.
Iko hivi, Biblia inasema hivi, nawe utajifurahisha kwa Bwana Mungu wako, naye atakupa haja za moyo wako. Hii atakupa haja za moyo wako haina maana kwa Mungu atakupa vitu vya nje unavyotamani. No, atakupa haja, yaani ataweka kutamani ndani ya moyo wako. Kinachofanya wewe Shedi utamani mwanamke wa aina fulani ni kwamba Mungu anajua kwa hatima yako na mwelekeo wa maisha yako unahitaji mwanamke wa aina hiyo, kwa ameshakuchagulia tayari. So wewe unahitaji tena kumsikia Mungu kwamba Mungu ni yupi sasa. No, you don't need that. Umenielewa vizuri? Kama kuna haja ya Mungu kusema na wewe, atasema na wewe, kwa sababu integrity ya Mungu hainamkataza kukuacha unapokosea. Okay. Yeah. So kama Mungu hajasema fulani, unemwona anafaa, ndio huyo Mungu ametaka. Okay, kwenye eneo hilo la kuchagua nina ushuhuda kidogo. Yeah. Kuna rafiki yangu ambaye ni pastor sasa hivi. Alienda mlimani kuomba almost siku 7 ya kwanza, siku 7 ya pili, siku 7 ya tatu. Mungu akamtokea, akamwelekeza mwanamke. Na huyo mwanamke alikuwa Usukumani huko ndani, yani walikuwa wafahamiani kabisa kwa maelezo yake. Yeah. Wakawa wameenda kwa yule mwanamke, akawa baada ya maombi yale akamchukua pastor, nafikiri nitakutajia baadaye jina lake. Wakawa wameenda naye kule Usukumani na direction mpaka nyumbani Mungu aliwapatia. Wakafika, kaeleza pale, bwana sisi ni hivi na hivi na hivi, tumekuja kwa ajili yako. Hapo alikuwa wanaongea na binti sasa ni Msukuma, ikabidi aende kumwambia shangazi yake, kuna wachumba hivi na hivi. Shangazi kamkataa kijana toka siku ya kwanza, sikutaki. Hiyo scenario ya kwanza utanifafanulia vizuri hapa. Alafu scenario ya pili ikatokea kwamba wakawa wameanzisha huduma chini ya nabii fulani. Sasa yule nabii siku hiyo amekuja kwa ajili ya uzinduzi, ikabidi awaite hao vijana wake, pastors wake, akawaambia waje na wenza wao. Walivyofika tu, pastor wa kwanza ambaye sasa hivi ndio mchungaji kiongozi akamwambia, yes, huyu ni chaguo lako, Mungu amempatia. Lakini huyu mchungaji hakumuona huyo binti. Yeye alikutana naye chuo, alikuwa ameenda kufundisha kwenye Kasfeta, ilikuwa ni Huima kule. Akamwona yule binti, akampenda, akamchukua. Lakini huyu yeye Mungu alimuonyesha. Alipopita tu mbele ya nabii, nabii akamwambia, huyu Mungu hajamchagua. Katika mazingira kama hayo, hii unaweza wewe ukaitafsirije? Yeah, unajua kwanza I want people to understand, swala mke ni swala la kwako binafsi. Hata Mungu akisema na wewe kwamba mke wako ni mtu fulani, bali inabidi wewe umpende, umkubali. You understand? Kwa sababu Mungu hawezi kuvuka hiari yako unapokuja swala la uchaguzi. Na kesi kama hiyo manake ni tatizo sana kumsikia Mungu. Kwa maana anaweza kumsikia Mungu zaidi kati ya huyu jamaa na nabii. You understand? Kuna mambo mawili ambayo naona kama ni changamoto. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kijana mwenyewe ambaye anataka mchumba. Unapokuwa Mungu amesema na wewe kwamba ni mke wako ni fulani, kwanza sana vitu vingi hapo tutakuwa nikumbusha. Kwanza sio sifa kwamba kitu kwamba sio sifa sana kwamba Mungu alisema na mimi. Manake you have to understand kwamba yes, it's true. Kitu cha muhimu ni kuongozwa na Mungu, lakini kwamba ulienda mlimani ukamsikia Mungu doesn't make it too special. Umenielewa? Yes. So kwanza ni kosa la kijana. Kijana tatizo lake ni kwamba ukishampenda binti, Mungu amesema na wewe, you don't tell anybody kwa Mungu amesema na fulani ni mke wangu. Unamtafuta huyo mtu, unafahamiana naye, ukishafahamiana naye unampenda. Ukishampenda ndipo una initiate hayo mazungumzo. Mungu akiwa amesema na wewe ni siri yako. Kwa nini vibaya kusema Mungu amesema na wewe? Kwa sababu unawafanya watu wengine hata kama wana kitu cha kusema ambacho ni maoni ya kawaida tu wasiseme, kwa sababu wanaogopa kumpingana nani? Na Mungu. Jambo la pili la nabii, pia nabii, I'm sorry to say this, lakini pia nabii alikuwa na changamoto zake binafsi. Huwezi kumkataza mtu kusema huyu
Mungu hajasema na mimi nimesomea uchungaji. Principles za uchungaji haziruhusu kwa mambo binafsi ya maisha ya mtu ambao ni destiny choices, hairuhusiwi kumchagulia mtu. What you are supposed to guide a person ili afanye maamuzi yake mwenyewe. So huyu nabii alipaswa kusema kwamba mimi kwa mtazamo wangu naona huyo sio mtu anayekufaa kwa ajili yako. Alafu yeye mwenyewe ndo aamue mezani pake. Akisema sio Mungu, kwanza una create confusion. Huyu anasema ni Mungu, aseme ni Mungu. Unatengeneza mgogoro ambao baadaye ndoa ikienda vizuri utaonekana kama wewe ndo nabii wa uongo. Sasa ndoa ikienda vibaya utasema mimi na Mungu ashaniambia tokea zamani. Wakati kimsingi ndoa kwenda vizuri au kutoenda vizuri haihusiani kabisa na Mungu kusema au kutosema naye.